Waziri wa fedha wa Israel Bezalel Smotrich amesema kwa msimamo mkali kwamba Israel haitawaondoa wanajeshi wake kutoka kusini mwa Lebanon kwa muda wote ule maadamu Hezbollah bado ipo ndani ya Lebanon na maadamu serikali ya sasa ya Israel inaendelea kubaki madarakani. Kauli hiyo imekuja wakati kukiwa na mijadala mikubwa kuhusu uwezekano wa makubaliano mapya ya usalama mpakani mwa Israel na Lebanon, pamoja na shinikizo la kimataifa la kutaka eneo hilo lirejee kwenye utulivu baada ya miezi ya mapigano, mashambulizi ya kuvukana mpaka na operesheni za kijeshi zinazozidi kuongeza hofu ya vita kubwa zaidi. Kwa kauli yake, Smotrich ameonyesha wazi kuwa serikali ya Israel haitaki kusikia mjadala wa kuondoka kwa wanajeshi wake kabla ya kile inachokitaja kama kuondolewa kabisa kwa tishio la Hezbollah. Akizungumza na redio ya jeshi la Israel, Smotrich alisema hakuna nafasi ya kujadili uondoaji wa majeshi ya Israel kutoka kile alichokiita ukanda wa usalama ulioko kusini mwa Lebanon, akisema kuwa hata maeneo maalum ya mkakati kama Beaufort Ridge yataendelea kubaki chini ya udhibiti wa kijeshi wa Israel kwa sasa. Kwa maneno yake, swala hilo si la masharti ya muda au makubaliano ya kisiasa ya haraka, bali ni kuhakikisha usalama wa muda mrefu wa Israel, hasa kwa wakazi wa maeneo ya kaskazini mwa nchi hiyo ambao wamekuwa wakikabiliwa na hofu ya mashambulizi kutoka mpakani. Kauli hiyo inaashiria kuwa kwa mtazamo wa viongozi wa mrengo mkali ndani ya Israel, uwepo wa jeshi la Israel kusini mwa Lebanon si hatua ya muda mfupi ya kivita pekee, bali unaweza kuwa sehemu ya mkakati wa muda mrefu wa kuzuia Hezbollah kurejesha nguvu zake karibu na mpaka. Smotrich alienda mbali zaidi kwa kusema kwamba kwa upande wa Israel haitoshi Hezbollah kunyang'anywa silaha au kusukumwa nyuma kutoka maeneo ya mpakani. Alisema kundi hilo lazima livunjwe kabisa, lisambaratishwe kijeshi, liondolewe uwezo wake wa kupanga mashambulizi na hata lisibaki na nguvu ya kisiasa ndani ya Lebanon. Kwa mtazamo wa Hezbollah, haipaswi kuwa sehemu ya serikali ya Lebanon, haipaswi kubaki na ushawishi wa kisiasa unaoweza kuilinda au kuipa nafasi ya kujijenga upya, na haipaswi kubaki na miundombinu yoyote ya kijeshi inayoweza kutumika kuishambulia Israel katika siku zijazo. Hii ni kauli nzito sana kwa sababu inaonyesha kuwa lengo la baadhi ya viongozi wa Israel halipo tu kwenye kuzuia mashambulizi ya mpakani, bali kwenye kubadili kabisa mizani ya nguvu ndani ya Lebanon kwa kuondoa nafasi Hezbollah kama nguvu ya kijeshi na kisiasa. Kwa msisitizo wake, Smotrich alieleza kuwa hakuna tofauti kubwa kwa Israel kati ya Hezbollah kuwa na silaha mikononi mwa wapiganaji wake au kuwa na uwezo wa kisiasa unaoweza kuipa kinga ya kuendelea kuwepo kama tishio. Alisema mpaka kundi hilo litakapovunjwa kabisa ndipo tu inaweza kuanza mijadala yoyote kuhusu utaratibu mpya wa usalama au uwezekano wa kuondoka kwa majeshi ya Israel kutoka maeneo ya kusini mwa Lebanon. Hapa ndipo msimamo wake unakuwa mgumu zaidi, kwa sababu sharti analoweka si la kusitisha mapigano tu, si la kuondoa silaha nzito pekee, na si la kuanzisha eneo lisilo na wanamgambo karibu na mpaka. Badala yake ni sharti la kuondoa kabisa nguvu ya Hezbollah katika mfumo wa Lebanon. Kwa mazingira ya kisiasa ya Lebanon ambako Hezbollah imekuwa sehemu ya kisiasa, usalama na muundo wa madaraka kwa miaka mingi, sharti hilo linaonekana kuwa gumu sana kutekelezeka kwa muda mfupi, na linaweza kuwa ishara kwamba Israel haijajiandaa kwa kuondoka mapema. Kauli hiyo pia inakuja katika kipindi ambacho kuna mazungumzo mapana ya kikanda yanahusisha Marekani, Iran kuhusu kupunguza mvutano wa eneo la Mashariki ya Kati, huko swala la Lebanon likiwa miongoni mwa mada nyeti zinazogusa moja kwa moja usalama wa Israel. Kauli ya Smotrich ni ishara ya wazi kwamba Israel chini ya serikali ya sasa haitaki kuhusisha uondoaji wa wanajeshi wake kusini mwa Lebanon na ratiba ya kidiplomasia, shinikizo la Marekani, makubaliano ya muda mfupi ya kupunguza mapigano. Badala yake inaweka mbele lengo la kuondoa kabisa uwezo wa Hezbollah kama msingi wa mazungumzo yoyote yajayo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.